hapa kuhakikisha kwamba mnapata matibabu yanayostahili na hatimaye mnaendelea na safari ya kuendelea kutoka. Mungu akutie nguvu. Amina Bwana. Asante sana. Tunakuombea afya njema Bwana. Asante sana. Amina, asante. Bwana. Poleni kwa changamoto pia. Habari yako? Pole sana kwa changamoto Bwana. Asante sana. Ndio. Asante sana. Ndio. Pole sana. Naitwa bwana nani? Mimi naitwa Beni Ndibaola. Ndio. Bwana. Ulikuwa unatokea wapi bwana? Hapa ile tunaenda Mafinga. Ulikuwa unaenda Mafinga? Pole bwana. Asante sana. Mimi naitwa Heri James, mkuu wako wa mkoa bwana. Ndio kiongozi. Mpata habari ya ajali yenu nikasema nije mbio nijue mnaendeleaje. Nakushukuru sana bwana. Nakushukuru sana. Asante. Lakini huduma zinakwenda vizuri tangu umefika? Kweli zinakwenda vizuri. Vizuri sana. Mungu ni mwaminifu bwana, utaendelea kuhudumiwa vizuri zaidi. Asante sana. Tunakuombea afya njema na matibabu ya kusaidia. Asante sana mheshimiwa. Amina, barikiwa sana bwana. Asante sana. Bwana pole kaka. Asante sana. Pole bwana. Wewe ni bwana nani? Naitwa Elias Mwakiluma. Nilikuwa nimetoka Tarime. Ndio. Naelekea Kiela kwenye msiba. Pole bwana. Sasa nilipatia basi Dodoma. Niunganishia pale cha bibi. Ndio. Sasa saa 7:40 ikatokea tukio la kutokea. Nasikia. Ya taarifa yote kwa sababu ilikuwa imesinzia. Ngatu mshindo, vilio. Nasikia. Basi mimi mbavu zilikuwa zimenibana sana. Lakini tukajaribu kuongea na wenzetu. Kuna wengine walikuwa wamening'inia na mikanda juu. Ndio. Tuwasaidie kwa sababu wengine wamechanganyikiwa watafuta simu. Nasikia. Baada ya kuokoa wenzetu. Tuweza kuwatoa tukatoka nao kwenye rufu ya basi. Basi sasa tunahangaika pale. Ndio. Bahati nzuri polisi walikuwa wale patrol highway. Kwa sababu kuna tukio jingine. Ndio. Wakaja kutuaisha. Tumefika hapa tunapata huduma nzuri. Ndio. Kwa kweli kabisa nisikutegemea. Ndio. Poleni sana bwana. Sababu sasa hizi zimeanza kurudi. Ndio. Kabisa, na sisi tunawahakikishieni kwamba chini ya usimamizi wa daktari wetu hapa wa rufaa tutahakikisha mambo yanakwenda vizuri zaidi. Nyumbani mmekwisha wasiliana kidogo? Mawasiliano, kuna ndugu zangu kutoka Dodoma. Ndio. Njombe. Ndio. Wengine washaenda kwenye msiba kule Kiela. Sawa sawa. Kwa hao jirani ndio wanakuja kunisaidia. Basi Mungu ni mwema bwana. Amina. Tukuhakikishie huduma bora mpaka pale ambapo Mungu atakuwa amekuimarisha zaidi. Nimeiona. Asante sana. Pole sana bwana. Haya. Salama bwana. Salama labda mpaka hali yako. Wewe unaitwa bwana nani? Mkuu wa mkoa ndio kusalimia. Wewe unaitwa nani? Bwana Juma Mohamed Shabani. Unatokea wapi bwana Juma? Kwetu Msame ila natokea Dodoma. Kutoka Dodoma. Unakwenda Songwe. Pole sana kwa ajali bwana. Ndio. Maumivu makubwa wewe yamekupata kwenye nini na nini? Ulipigwa kwa kishindo au libanwa? Hata uelewi yani. Pole sana. Lakini tangu umefika hospitalini hali ya huduma ikoje? Nzuri. Endelea vizuri. Haya bwana, mimi nilikuja kukupa pole bwana. Nashukuru. Poleni sana. Kama mkoa tumesikitishwa sana na ajali hii. Na tukasema kwa sababu ndugu zetu wao wamepatia matatizo kwetu, tuhakikishe wanapata huduma lakini pia tunafuatilia hali zao. Kwa hiyo tunakupeni pole sana. Lakini pia madaktari hapa watawahudumieni kwa kadri inavyowezekana ili mnaporejea majumbani huko wajue kweli Tanzania imeimarika kwenye kuhudumia watu wanaopata changamoto. Pole sana bwana. Ndugu zako wana taarifa? Na umeshawaambia kwamba umepata matibabu na unaendelea vizuri? Safi sana. Asante sana bwana. Ugua pole. Haya. Baada ya hapa tunaenda wodi ya kina mama. Mguu bado unavuta. Ulivunjika. Lakini huduma ya awali umeshaipata. Ndio. Yamevunjika. Mungu atafanya mama. Mungu atafanya. Mlimradi madaktari zetu wanaendelea na juhudi. Mungu atafanya. Na sisi serikali tutahakikisha mnatoka hapa mkiwa na afya njema. Poleni sana. Haya. Ndio, ulikuwa unatokea wapi? Dodoma. Na safari yako ilikuwa ni kuelekea wapi? Makambako. Pole sana. Tangu umefika hapa hali ya huduma unaionaje na maumivu uliokuwa nayo? Unaendelea vizuri. Tunakuombea afya njema bwana. Na sisi tutahakikisha unaondoka ukiwa na afya njema. Mungu asikupungukie.
Mamangu unaendeleaje mama? Ndio bwana. Na wewe unasumbuliwa na nini? Oh. Pole sana mama. Na wewe ulikuwa unatoka Dodoma? Naenda Mbeya. Pole bwana. Lakini tangu umefika hali ya huduma unaionaje? Wanakuhudumia vizuri. Oh, safi sana. Amina. Mungu atawapigania na mtakaa vizuri tu. Na sisi kama serikali tutahakikisha kwamba mnatoka hapa afya imekaa vizuri. Poleni sana wapendwa. Poleni sana. Amina. Asante sana. Haya. Pole sana. Basi bwana, sisi tunawahakikisheni mtaendelea kupata huduma bora mpaka mtakapokuwa vizuri zaidi. Tunakuombea afya njema mama. Asante sana. Naendeleaje bwana? Poleni sana kwa changamoto. Ndio bwana. Wewe shida kubwa umeipata kwenye nini? Nimeipata kwenye mguu. Lakini huduma imeshaanza. Tunawashukuru sana madokta hapa. Kusaidia mno. Ndio. Mungu awabariki. Amina, sisi tunaombeni afya njema bwana. Na tutahakikisha Mungu anatusaidia na sisi ili muondoke mkiwa vizuri zaidi. Amina, asante. Asante. Pole sana. Uko sawa? Pole sana bwana. Ndio, unaitwa nani? Chika, ulikuwa unatokea wapi? Unaelekea Mbeya. Ndio, mnaelekea sehemu gani? Nyumbani kwenu wapi? Mbeya mjini pale pale. Pole sana. Ndio, ulikuwa umeumia zaidi maeneo gani? Uvimbe wa usoni. Lakini hali ya huduma inaenda vizuri. Safi. Tunazidi kuombea afya njema bwana. Na sisi tutajitahidi uondoke hapa ukiwa umeshakuwa vizuri zaidi. Au umeshatamani kwenda Mbeya ukiwa unaumwa? Tunakuombea afya njema Haya, pole sana. Amina, asante. Mgonjwa wetu wa mwisho huko hivi alikuwa na watoto wake. Anko, mambo poa. Hii juice kakupa nani maraba? Hii juice umetoa wapi? Au wanagawa na mimi niombe eti? Nani anagawa juice huko? Habari yako? Naendeleaje? Wajambo akina anko? Ndio bwana. Lala tu wala usio na wasiwasi. Wewe ulipata changamoto ya nini na nini? Kichwa. Aise, lakini matibabu yanaendelea vizuri. Wenyewe wakupata changamoto yoyote? Ndio. Jambo anko. Wewe unaitwa nani? Nani? Habu. Safi sana. Pole Habu bwana. Aise, tumekuja kuoneni kuwapeni pole, lakini pia kuhakikishieni huduma bora mpaka mnaondoka kurejea kwenye safari zenu. Poleni sana. Amina, asante sana. Haya. Heri na afya njema wote. Amina, asante. Umefahamu lakini? Haya bwana. Asante. Maarufu. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa pamoja na vyombo vya habari, nichukue fursa hii kutoa taarifa fupi ya ajali iliyotokea katika mkoa wetu siku ya tarehe 8. Ajali ambayo ilikuwa ni baina ya basi la Shabibi pamoja na gari ya mizigo, jambo ambalo limepelekea kupata changamoto kubwa sana na taharuki ndani ya mji wetu. Kupitia ajali ile tumepata majeruhi 28 na wananchi wenzetu 5 walifariki kutokana na ajali hiyo. Lakini pia jitihada zimefanyika za kuhakikisha wanapelekwa wagonjwa wote na majeruhi wote katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa ambako wameendelea na huduma, na hivi ninavyozungumza wapo ambao walifika na kuruhusiwa na wapo ambao 7 wameachiwa mchana huu na wachache wanaendelea na matibabu katika hospitali hii. Tuwatoe mashaka wananchi ambao ndugu zao wamepata changamoto hii ya ajali kwamba hali ya huduma katika hospitali ya rufaa inaendelea vizuri, na kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, kwa maana wale watu 5 walikufa papo kwa papo, nataka niwatoe mashaka kwamba miili imehifadhiwa ikisubiri taratibu za familia kwa ajili ya kuja kuwachukua. Pamoja na mambo mengine, tunaendelea kuimarisha huduma za afya kwa wale wote ambao wanaendelea na matibabu, lakini pia tunaendelea kuhakikisha tunatoa tahadhari kwa watumiaji wa barabara, madereva, abiria na kila mmoja anayehusika kwenye barabara kwamba tuna haja ya kuchukua tahadhari za msingi, kwa sababu ajali zikiendelea kwa sura hii tutaendelea kupoteza maisha ya watu wengi, nguvu kazi ya taifa, na kutengeneza huzuni na simanzi kwenye familia zetu. Kwa niaba ya serikali ya mkoa tunawapa pole wale wote ambao wamefiwa na ndugu zao katika ajali hii. Tunawatia
shime wale ambao wana wagonjwa wao kwamba tutaendelea kuwahudumia na kuhakikisha kwamba kwa wale wanaosafiri kutoka mikoani kuja kuwaona wawe na amani kwamba katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa huduma zinaendelea vizuri, wanahudumiwa vizuri. Kwa hiyo hata wanaosafiri wasafiri kwa amani kuja hapa wakijua kwamba hali ya huduma kwa wagonjwa inakwenda vizuri sana. Na kwa wale ambao watakuja kuchukua miili ya ndugu zao, taratibu zimewekwa vizuri chini ya mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa Dr. Mwakalebela, na hatuna mashaka kwamba mtakapofika hapa taratibu zile za kihospitali zitafanyika ili muweze kuchukua miili yenu katika hali ya staha na ustaarabu ulio bora zaidi. Mwisho kabisa, naendelea kuwasisitiza watumiaji wa barabara kuhakikisha tunazingatia taratibu za usalama barabarani, lakini pia na abiria tuendelee kuzungumza na madereva wanaotuendesha kuongeza umakini wanapokuwa wanapishana magari barabarani ili haraka yao isiwe ndio haraka ya kuondoka kwetu katika ajali hizi. Lakini mwisho kabisa ni washukuru hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, jeshi la polisi mkoa wa Iringa, pamoja na kila mwananchi aliyeshiriki katika maokozi eneo la Tanangozi kwa namna ambao tulishikiana kwa pamoja kuhakikisha tunawaokoa wenzetu na kuhakikisha wanapata huduma hizi ambazo wamezipata. Niwashukuru wote, niwapeni pole wote walioguswa na ajali hii, na Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha huzuni na simanzi.